sana. Kipekee kwanza nashukuru Mungu kwa kunifikisha hapa Jumapili ya leo na Jumapili iliyopita. Lakini shukrani zaidi zinamwendea grupu namba 17 especially Madam Mshose na Sayoeli. Mimi tangu 2014 nilipokuwa darasa la 6 mpaka Jumapili iliyopita nilikuwa nasumbuliwa na kichwa sana, especially macho. Sijai kuacha kukaa nyumbani miaka yote hiyo. Na vidonda vya tumbo nilikuwa nimefika stage na takikana hapo. Wiki iliyopita kabla ya Jumapili nilienda Benjamin. Nilikwenda Benjamin kwa ajili ya macho na kichwa kwa nyuma. Wakaniambia nilikuwa mwezi mmoja uliopita nibadilisha lenzi ya miwani. Lakini ile ilikuwa Jumatano, tatizo la macho limeongezeka, alafu kwenye ubongo una usaha. Kwa kichwa kilikuwa kinaniuma sana. Sasa Sayoeli nikampigia simu nikamweleza, ni rafiki yangu wa karibu sana. Na pale daktari wa kichwa aliniambia natakiwa kufanya kipimo cha MRI, ambapo hii itakuwa ni mara ya pili kufanya kile kipimo cha MRI. Ambacho kipimo hicho kilikuwa kinagharimu 210,000. Alafu pia akaniambia natakiwa nibadilishe lenzi ya miwani. Ukiangalia lenzi kwa nabadilisha baada ya miezi 5. Na ilikuwa ni mwezi mmoja tumepita tangu nibadilishe lenzi. Akaniambia hivyo. Akaniambia nataka nifanye kipimo cha MRI kwa sababu kwenye kichwa inaonekana kuna usaha. Kwa hiyo nabidi nifanye kile kipimo. Baada ya kile kipimo nifanye operation. Lakini nikamshirikisha Sayoeli. Yoeli huwa ni mtu wangu karibu na wana nishauri na ananisisitiza sana kusali. Akaniambia Jumapili iliyopita nije kanisani. Nilikuwa hata hapo kichwa kinaniuma na vidonda vya tumbo vilikuwa vinanitesa. Yaani miaka hiyo video tangu 2014 mpaka sasa. Vidonda vilikuwa vinanitesa na kufika hadi damu, yaani na lazima mimi mtu hospitali. Nadhani group namba 17 na ndio. Macho yalikuwa yananiuma, siwezi kutembea bila miwani. Jumapili ilipopita nilikuja kanisani. Kichwa kilikuwa kinaniuma sana. Ambayo ilikuwa wiki ya hapo katika baada ya Jumapili mpaka Jumanne ndio kwa nilikuwa nimefanyia kile kipimo cha MRI. Ile Jumamosi yeye akaniambia twende kesho kanisani kwetu. Nikamwambia sawa. Jumapili ndio akaniamsha nikajiandaa tukaja kanisani. Mchungaji alikuwa anafundisha kuhusu mila. Akasema wakati alimaliza kufundisha akawa anasali. Akasema una mtu ana mzigo wa Mungu lakini amebebeshwa tatizo la kichwa kuuma. Tuombe kwa ajili yake. Mchungaji akawa anaomba. Kwa kweli tangu siku ile hadi leo ninapoongea hapa, kichwa kimeacha kuuma, vidonda vimeacha kuuma. Na macho pia yameacha kuuma. Nilikuwa siwezi kutembea bila miwani. Kila wiki yote hii nimetembea bila miwani. Mpaka saa 6 mpaka saa ngapi nikiwa kwenye mwanga naweza na yani jipo vizuri. Usi vidonda vya tumbo nifanye nijipita bila sijala. Nikiwa maharage, yani kile vitu vyote vya vyakula ambavyo tumekatazwa kwa ajili ya vidonda vya tumbo. Nilikuwa naumia sana. Lakini kwa hiyo siku nakula malezi kila chochote nakula lakini sijai kuumia. Amen. Kwa kweli nasisitiza tu tuwe na imani. Kwa kila nyakati tunazopitia tusikate tamaa. Maana mimi nilifika stage nikakata tamaa. Yaani wiki hii nipo hospitali, wiki hii nipo darasani. Hivyo lakini namshukuru Mungu. Sifa na utukufu kwa sasa hivi siumwi tena. Nipo mzima wa afya. Amen. Lakini pia shukrani nyingi ziwaendee Madam Mshose na Sayoeli, Madam Dainesi na grupu namba 17 kwa ujumla. Kwa kweli ulikuwa zaidi ya ndugu kwangu.